bado sisi tutakutumia kwa sababu tunaamini una uwezo na una moyo wa kujitolea. Tutakutumia ili tuweze kuziba kwenye yale ambayo tunaamini ulikuwa umeyaanzisha. Kimsingi, na hata mimi nilipoondoka niliacha mambo ambayo nilianzisha. Huwa inauma sana unapokuta jambo zuri ambayo hata wakati mwingine mlitumia rasilimali kulianzisha, kwa sababu mambo ya serikali haliwezi kuanza bila rasilimali. Halafu baadaye unaondoka unakuta wenzako hawajaliendeleza. Nataka nikuhakikishie, mimi sipendi rasilimali zipotee. Rasilimali ni pamoja na mawazo ya watu waliofikiria wakaweka mambo kwenye maandishi. Nitayatafuta, wapo watu watanisaidia, nitayapata. Bali ambapo nitakuwa sijapata, basi nitakuuliza ili lilikuwaje, ili tusirudi nyuma, tuanzie pale kwenda. Kwa hiyo kwa kweli hilo nimefurahi, na ndio maana nilikuwa naandika kweli notes. Na nikawa natamani, hata naona unataka kumaliza, nikawa natamani uendelee kwa sababu napenda kujifunza. Hakuna mtu mwenye haki miliki ya uelewa. Uelewa tunasaidiana hasa kwenye mambo ya public. Kwa hiyo hata mimi, pamoja na kwamba mtaniambia mzoefu, hakuna uzoefu, kila siku tunajifunza. Kwa hiyo mimi nitakuwa tayari kujifunza, nikiamini kabisa, na mimi ni muumini wa mgawanyo wa majukumu. Kila mmoja tunafanya kazi moja, kazi zetu zinaelezwa kwa maelezo machache, lakini kila mmoja amepewa kipande cha kufanya. Lazima tuheshimu wajibu wa kila mmoja, na hata kama unataka kufanya, pengine unaona hafanyi pale panapotakiwa, uko utaratibu wa kukumbushana ili tuweze kufika kwenye yale malengo. Mimi si kiongozi wa kutoka na kuropoka. Mimi siamini katika sifa ya mtu mmoja. Siamini katika aina ya uongozi huo. Naamini katika aina ya mfumo, uongozi wa kimfumo, uongozi ambao unaheshimu structure, uongozi ambao likiwa zuri letu sote, likiwa baya letu sote. Kwa hiyo wajibu ni kukumbushana kwamba bana, hili linaweza likatuangusha, hili linaweza kutupa sifa, tunakomunicate.